Tanzania kutafuta awamu mpya ya viongozi ambao wanachaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Ndugu zangu wananchi wa Kishiri, Chadema tunaamini kama maandiko matakatifu yanavyosema kwamba haki ulinyanyua taifa, lakini dhambi ni aibu kwa watu wote. Taifa letu limekosa haki, taifa letu limekosa uhuru, taifa letu limekosa maendeleo, taifa letu limekosa huruma, serikali yetu imekosa upendo, kwa sababu ni serikali iliyoingia kazini, iliyoingia ofisini, iliyokamata madaraka kwa njia za giza, kwa njia za wizi wa kura. Baraka kwa taifa letu imepotea kwa sababu walioko madarakani waliingia kwa njia za haramu. Sasa hawa walizoea kuiba. Nilimwambia Magufuli aliponiambia kwamba anakusudia kuhakikisha Chadema inakufa, nikamwambia bwana mkubwa, hutaua Chadema, utamuua Mbowe, utamuua Lissu, lakini hutaua Chadema kwa sababu Chadema iko kwenye roho za Watanzania. Kwamba utamuua Mbowe mmoja leo, watazaliwa Mbowe 100. Utamuua Pambalu mmoja leo, watazaliwa Pambalu 100. Utamuua Lissu mmoja leo, watazaliwa Lissu 100. Utamuua Wenje mmoja leo, watazaliwa 500. Huwezi ukaua vuguvugu la mageuzi kwa sababu una dola. Sasa matokeo yake, kitu ambacho Magufuli hakukijua, ataua chama chake cha CCM, hakuweza kuua upinzani. Leo CCM iliyobaki, leo viongozi wa CCM ambao asilimia zaidi ya 80-90 walipatikana kwa wizi wa kura, walipatikana kwa kupewa ushindi wa bure, wamezoea vya kunyonga. Tunataka sasa wavichinje. Magufuli wa kuwapa ushindi wa bure hayupo. Safari hii tunapambana bumper to bumper. Hawa jamaa tukijue nani mshindi, nani ana kauli ya wananchi. Ndugu zangu, Chadema hatukufanya mikutano miaka 7, lakini chama kilibaki kwenye roho za watu. Hawa CCM walikosa ushawishi, wakajua kwamba ukishakuwa mgombea wa CCM lazima ushinde, si ndio jamani? Ndio hivyo. Ndicho walichofanya. Matokeo yake chama kikadorora. Hawakujua namna ya kushawishi. Baada ya kutuibia sisi kura, wakaanza kuenguana na kuibiana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wamefika mahali tunakutana tena kwenye uwanja wa siasa. Ndugu zangu wa Kishiri, nawaambia mjipange vizuri. Hawa CCM ni weupe kuliko mnavyotegemea. Wanategemea polisi ndio wasaidie kuiba kura, wanategemea walimu wasaidie kuiba kura. Mimi napenda kutoa rai kwa askari wetu. Askari, msiwe sehemu ya kuiba kura. Lindeni raia na mali zao. Mali za raia wetu ni pamoja na kura zao. Acheni kusimamia kura za wizi wa Chama cha Mapinduzi. Mnawatesa wananchi wenu, mnajitesa nyewe wenyewe, mnaitesa nchi yetu. Hawa CCM bila polisi, bila walimu, bila wakurugenzi wa kuiba kura, ni wepesi, tunawapiga misa ya kwanza asubuhi. Sawa sawa jamani? Sawa sawa ndugu zangu? Na wameisha. Kwa hiyo mimi sitaki kupoteza muda mrefu, najua ni wakati wa kazi. Tumesema tupite angalau tuzungumze kwa kifupi. Hawa CCM wameshindwa kusimamia elimu ya vijana wetu. Na sio hapa Kishiri peke yake, nchi nzima. Nchi yetu ina watu milioni 64. Katika watu milioni 64, vijana ambao umri wao ni chini ya miaka 40 ndio asilimia 70 ya Watanzania. Katika hao vijana, yani katika kila watu wa Tanzania 100 unaowapata, 70 ni vijana wa chini ya umri wa miaka 35. Hawa vijana asilimia kubwa hawana kazi, asilimia kubwa hawana elimu, na wale wenye elimu wana vyeti hawakuelimika, kwa sababu CCM imeshindwa kusimamia elimu ya watoto wetu, elimu ya taifa letu. Vijana wetu leo wanarundikana mijini, wanakosa matumaini. Wenzetu wa nchi kama Kenya, nchi kama Rwanda,
nchi kama Uganda, vijana wake wamepewa elimu ya kushindana na mataifa mengine. Sisi Tanzania, vijana wetu wanazaliwa Kishiri, anasoma shule ya msingi Kishiri, anakwenda shule ya sekondari Kishiri, anaoa Kishiri, anazeekea Kishiri, anafia Kishiri. Ukishamchukua kijana ukaamua kumfundisha Kiswahili tu, tumewaambia CCM, mkitaka vijana wetu waweze kushindana na mataifa kama Rwanda na Kenya, Uganda, lazima tubadilishe mifumo yetu ya elimu, tuwafundishe watoto wetu kwa lugha ya Kiingereza. Wao wanasema hapana, Kiswahili lugha ya taifa. Ninyi mnaona magari yote siku hizi ya rangi ya njano, magari ya rangi ya njano, mabasi ya rangi ya njano, ni uthibitisho wa madaraja ya elimu katika nchi yetu, kwamba kuna watoto wa watu wenye fedha, kuna watoto wa viongozi. Hawa wanasoma kwenye shule za sekondari zinazofundisha Kiingereza, wana na magari ya kuwapeleka shule, magari ya rangi ya njano. Uongo kweli? Ni kweli. Hawa wanafundishwa Kiingereza. Kiingereza ni elimu, ni lugha ya kushindana kimataifa. Wakimaliza sekondari wakaenda vyuo vikuu, tayari wana misingi bora ya lugha. Wakimaliza vyuo vikuu, hawa ndio wanaoajiriwa kwenye mabenki yetu, hawa ndio wanaajiriwa kwenye mabenki ya nje, Barclays Bank, Standard Chartered, mabenki kama CRDB, mashirika ya simu kama Vodacom, kama Tigo. Kule kumkuta mtoto aliyesoma shule ya sekondari ya kata ni vigumu. Sasa viongozi wote wa nchi, kuanzia rais, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri wote, wakuu wote wa mikoa, wakuu wote wa wilaya, wabunge wote, wakurugenzi wote, makamanda wa polisi wote, wafanyabiashara wote, hakuna anayemsomesha mtoto wake kwenye shule ya sekondari ya kata. Shule ya sekondari ya kata imekuwa ni shule ya wananchi masikini, wanaopewa elimu ya kimasikini, isiyo na walimu, isiyo na ubora. Wakimaliza shule wanaishia kwa madereva bodaboda, wanaishia kwa madereva wa kazi ngumu, wanaumia watoto wetu hawa. Mwenyekiti, najua kuona. Tunataka tutengeneze taifa lenye ubora wa elimu inayolingana. Na hawa wanaosimamia elimu yetu, viongozi wote wa serikali wanaosema watoto wetu wasome Kiswahili, ndio hao ambao wote wanapeleka watoto wao kwenye shule za English medium ambazo zina gharama kubwa. Wao wanamudu kwa sababu wana ajira, kwa sababu wana ulaji serikalini. Wananchi wa kawaida tunaua kizazi. Ukienda nchini Kenya, kuanzia darasa la chekechea mpaka chuo kikuu, watoto wote ile nchi wanafundishwa Kiingereza. Leo ukienda nchi za nje, Wakenya wana kazi Tanzania, Wakenya wana kazi Uganda, Wakenya wana kazi South Africa, Wakenya wako Saudi Arabia, Wakenya wako Dubai, Wakenya wako dunia nzima, kwa sababu wanaweza kuongea Kiingereza. Vijana wa Kitanzania, mimi nimekwenda kwenye ziara za kiserikali na marais na mawaziri wa nchi. Nimekuwa Dodoma mbunge kwa miaka mingi. Akija mwandishi wa habari Dodoma pale, ametoka BBC English Service, ama ametoka shirika la kimataifa la Sky ama Al Jazeera, anataka kuwahoji mawaziri Kiingereza. Mawaziri wanachimba, utafikiri wanakimbia waandishi wa habari wa Kiingereza. Na hawa waandishi ambao hawa viongozi wetu ambao ndio mawaziri, ndio hawa wanakwenda kusaini mikataba ya kihuni, kama mikataba ya kuuza bandari. Huyo mkataba wa kuuza bandari, unauliza huyu aliyesaini mkataba huu ni profesa? Huyu ni profesa maji marefu, profesa nani? Profesa Kiporo. Tumecheza na elimu ya nchi yetu, matokeo yake tunataabika kama nchi. Ndugu zangu, naomba nisiongee sana na mikutano mingi. Ambacho naomba, nchi yetu ina umasikini, nchi yetu ina msiba wa umasikini. CCM na viongozi wake limegeuka kuwa genge la wachache
wanaotumia nafasi za uongozi katika taifa kujineemesha wao na watoto wao. Wewe mwananchi wa Kishiri, kama una shida ya maji Kishiri, uwe CCM una shida ya maji, uwe Chadema una shida ya maji, tafakari. CCM ina wenyewe hawako Kishiri. Njia pekee ya kuadhibu CCM ni kuwanyima kura za mitaa yote hii. Wanyimeni kura za mitaa, wanyimeni madiwani, wanyimeni wabunge, wanyimeni rais, tumalize msiba wa taifa hili. Hawa CCM ni msiba. Naomba kunja ngumi ni wage. Mwenyekiti usimalize sasa hivi, uwepo kidogo. Naomba kunja ngumi ni wage jamani. Mimi lazima nikimbie mkutano mwingine. Kunja koroga. Peoples. Ndugu zangu, najua mngependa nizungumze sana. Usije kidogo Bandari mzee. Bandari yetu mwenyekiti. Nasemaje? Wangapi wanasema Mbowe ongea Bandari? Haya. Mwenyekiti Bandari. Safari nitaongea Bandari mpaka nitageuka Bandari. Haina shida. Sasa niseme kidogo kuhusu Bandari. Najua ndugu zangu wa Mwanza, iko hivi na naomba hapa tuwe serious. Yaani naomba utani na kucheka tuache. Make sasa tunajadili maisha. Watu wanasema ukidharau siasa utaikuta kwenye bei ya sukari. Ukidharau siasa utaikuta unapokosa maji. Siasa ni maisha yetu. Na watu wajanja wengi wanapoikimbia siasa wanawaruhusu watu wa hovyo kuwa viongozi. Watu wasio na uwezo wa kufikiri kulitoa taifa lilipo. Chama cha Mapinduzi kwanza kimeshakosa uhalali mbele ya dunia na mbele za Mungu. Na pili kimekosa uhalali mbele za Mungu. Ndani ya Chama cha Mapinduzi, kila utawala unaoingia madarakani, kila utawala wa rais anaingia madarakani anatengeneza mkakati wake wa ulaji. Rais wa mwisho wa nchi ambaye alijenga vitu vilivyoonekana na vikashikika na vikapimika alikuwa baba wa taifa letu, Mwalimu Nyerere. Na Mwalimu ni kiongozi pekee ambaye aliongoza nchi kwa miaka 25. Wengine wote ni miaka 10. Nyerere aliongoza kwa miaka 25. Yule baba hakuna kumbukumbu kokote ambako Mwalimu aliwahi kula shilingi 100 ya Watanzania. Hakuna mahali yule baba wa taifa letu Mwalimu Nyerere ambako kuna ushahidi alipora mali ya umma, hata baiskeli. Mwalimu hata nyumba hakujenga. Amejengewa nyumba na wanajeshi baada ya kustaafu. Ndio hivyo. Mwalimu hakuiba cha mtu. Alijenga mashirika ya umma nchi zaidi ya 470. Akajenga mabenki, makampuni ya bima, mpaka makampuni ya mabasi na malori. Akajenga viwanda vya nguo, akajenga viwanda vingine mbalimbali. Nimesema kwenye kanda hii ya Ziwa bei ya pamba ilianza kuporomoka baada ya kuondoka Mwalimu. Mwalimu alijenga viwanda vya nguo Mwatex, akajenga kiwanda cha nguo Musoma kinaitwa Mutex, akajenga kiwanda cha nguo Tabora kinaitwa Taboratex, akajenga Kiltex Arusha, akajenga Sungura Tex Dar es Salaam, akajenga Urafiki Textile Dar es Salaam, akajenga Polytex Morogoro. Ni mfano. Mwalimu alijenga viwanda akamaliza.
Pamba ya Msukuma ilikuwa na thamani kwa sababu pamba inapelekwa Mwatex, inachambuliwa, inatengeneza nguo, upande wa pili kinatoka kitenge. Wale kina mama wenye umri mkubwa wanajua ukivaa kitenge kinaitwa cha urafiki, yani wewe umekaa fresh. Uongo mother? Mwalimu akaondoka na biashara ya CCM ilishiaga hapo. Walioingia wote baada hapo majizi. Hii majizi ndio unasema, mimi sijasema. Ila walioingia wote wakaanza kuuza alivyoacha mwalimu. Mwalimu aliacha ranch, yani mashamba makubwa ya mifugo ya nyama na ya ng'ombe wa maziwa. Mwalimu aliacha ranchi katika nchi, ranchi 28. Wamegawana zote. Hakuna ranchi hata moja ya taifa iliyobaki. Mwalimu aliacha viwanda, wameuza vyote. Ubinafsishaji. Mabenki wamebinafsisha. Ninyi vijana wengi wa siku hizi mkiona benki inaitwa CRDB, hamjui historia yake. CRDB imeanzishwa kama benki ya kuwasaidia wananchi masikini wa vijijini kwenye masuala ya kilimo. Maana CRDB ni Cooperative and Rural Development Bank, yani benki ya ushirika na maendeleo ya vijijini. Wakabinafsisha kama wanavyotaka. Sasa ambavyo wamebinafsisha kila kitu, awamu ya kwanza ikauza mashirika ya umma, akaingia Mkapa. Sasa Mkapa na Mwinyi pale ndio wakauza mashirika yote kibao hivyo. Akaja Kikwete na nusu Mwinyi na nusu Mkapa wakadili na madini. Mwalimu alisema kama hatuna fedha na mitaji ya kuchimba madini yetu hayaozi, ni bora tuyache, watoto wetu tuwape elimu, tuwasomeshe na tuwajengee mitaji, waje wafukue madini haya, yajenge taifa la Tanzania. Ama jamaa akasema tunachelewa kwenye maendeleo haya, tuyabinafsishe. Ukiingia ukanda wa ziwa wote huu, migodi yote mikubwa ni ya wazungu. Wanaishi Mwanza hapa, wanaeka ndege helikopta pale airport, wananyanyuka asubuhi wanaenda mgodini na rudi jioni, wanaishi vizuri kama hapo peponi. Ukienda Geita, pale Geita kuna mradi mkubwa wa dhahabu, kampuni inaitwa GGM, Geita Gold Mine. Pale wazungu wanachukua dhahabu ya dola mamilioni na mabilioni. Ukirudi pale Geita mjini, wananchi wa Geita mjini hawana maji safi na salama. Ilikuwa pale siku zilizopita. Unakwenda Nyarugusu, kule ndo kuna wachimbaji wadogo. Nyarugusu kuna vishimo vya dhahabu vingi. Hakuna maji safi na salama. Wananchi wa Nyarugusu wanakunywa maji ya visima vifupi ambayo maji yake yamekuwa contaminated, yamechafuliwa na zebaki. Zebaki ni mercury, ni aina ya kemikali inayoosha dhahabu. Madhara ya zebaki inaathiri uti wa mgongo wa watoto wetu. Kanda yote ya ziwa imejaa utajiri, lakini wananchi wote wa kanda ya ziwa wako choka mbaya. Sisi mwenda tuwa jameni. Sasa nimalize haraka nimalize na bandari. Kwa hiyo kila Kikwete wakagawa dhahabu, wakagawa gesi kule kusini, wamegawa kila kitu. Sasa ikaja CCM. Sasa CCM si swala la ulaji. Yaani CCM ni kwamba mnajiingiza kwenye madaraka, mkishaingia kwenye 12 zile mnaanza kuchungulia tupige wapi. Kwenye madini wameshatuwai wenzetu, kwenye mabenki wameshatuwai wenzetu, kwenye mashirika wameshawai. Wanachungulia wapi? Safari wakachungulia bandari. Yaani ndugu zangu, ngoja niwaambie, unajua tatizo la Watanzania wengi wanaposikia bandari hawaelewi maana sawa ya bandari. Na kwa nini imeleta kelele kubwa? Ni hivi, Mungu ametupa bahati ya bure.
Sisi tuna ukanda wa pwani zaidi ya kilomita 800. Na kuna bandari za asili. Dar es Salaam ni bandari ya asili, Tanga ni bandari ya asili, Mtwara ni bandari ya asili. Tumezungukwa na nchi 7 ambazo zote zinatupigia magoti, zinatuangalia, Tanzania tusaidieni. Hawana bandari. Kwa hiyo ili wao waweze kupata chochote kutoka dunia, lazima wapitie Tanzania. Kwetu Tanzania ni fedha, ni uchumi, ni maendeleo yenu. Nchi yote ya Malawi, nchi ya Zambia, Kongo, Burundi, Rwanda, Uganda, zote zinaangalia Dar es Salaam. Tangu tumepata uhuru, Dar es Salaam ndio inawapelekea bidhaa, na wachache wanajizia kupitia Mombasa, Kenya. Nikiangalia uwanja huu, 90% ya watu hapa wamepiga mitumba. Unacheka, uongo? Uongo? Unaona? Nataka niwajengee uhusiano wenu na bandari ya Dar es Salaam. Nguo mlizovaa, hii mitumba ambayo tumevaa hapa uwanja huu wote, sio ninyi, hata sisi viongozi. 90% ya nguo mlizovaa zimepita bandari ya Dar es Salaam. Kweli. Silaha za nchi, mafuta ya magari, bidhaa mbalimbali, pembejeo za kilimo, mbolea, bidhaa zote zinazotoka nchi za nje zinapita bandarini. Bandari ndio lango la nchi. Bandari ndio lango la uchumi. Bandari ndio lango la uchumi wa nchi zilizotuzunguka. Wanatoka watawala wa Chama cha Mapinduzi, wanakwenda kuzigawa kwa Mwarabu. Yaani jamani, bandari uhitaji sayansi ya kurusha helikopta. Kazi kubwa ya bandari ni mashine za kupakua kontena na kushusha kontena. Kama serikali inashindwa kununua mitambo, wala haitengenezi, inanunua mitambo ya kushusha kontena, hiyo serikali inafaa kuitwa serikali tena? Mpaka mnakwenda kukabidhi roho ya uchumi wa nchi yetu kwa wageni, alafu wanakabidhi kwa mkataba wa milele. Yaani tunavyozungumza saa hii imeshawekwa mzee, na kimsingi bandari zimeshaondoka, zimetoka, imeenda. Tufanyeje mwenye? Kwa maana hiyo, kuja kamanda tafadhali. Tufanyeje? Kwa maana hiyo, bandari zote za ukanda wa pwani wamekabidhi bandari 58. Kinachouzi zaidi, kinachouzi nchi yetu ni bandari 58. Walizokabidhiwa Waarabu ni bandari 54. Bandari 4 za Zanzibar wameziweka pembeni. Sasa aliyesaini, aliyotoa kibali cha kusaini ni Rais Samia Suluhu Hassan. Ni wa wapi huyu? Wa Zanzibar. Waziri aliyesaini bandari zitoke ni Waziri Profesa Mbarawa. Wa wapi huyu? Katibu mkuu wa wizara ambayo amesaini na wakatoa bandari zetu ni wa Zanzibar. Tukawauliza wenzetu wa Zanzibar, kwa ajili ya muungano mmepewa nafasi ya kutuongoza, tuliwaambia mkauze mali zetu? Wakasema hapana, huu mkataba una faida kubwa sana kwa nchi yetu. Hiyo faida Zanzibar muitaki? Yaani hiyo faida Zanzibari hamuitaki? Mboye. Halo. Wanasema Mboye mbaguzi. Mboye na Chadema wabaguzi, wanamsema Mama Samia kwa sababu yeye ni Mzanzibari. Hapa sio swala za Uzanzibari. Na wengine wakaleta propaganda za kidini kwamba tunagombana kwa sababu ya imani za kidini. Hakuna dini hapa. Akisema Mkatoliki tutamsema, akiuza Mluteri tutamsema, akifanya mlokole ama Muislamu yeyote, kiongozi wa nchi unaongoza imani zote. Siasa haina imani. Tusijifiche kwenye misingi ya imani.
Sio na academy kule akiwa English medium. Kuna watoto hapa wanajiangalia tu zinapita kila siku, maskini ya Mungu. Basi itoshe kusema bandari 54 za bara zikaenda. Yaani wametoa bandari zote za ukanda wa pwani kwa mkataba wa milele. Hawakuridhika, wakaja kutoa bandari zote za maziwa makuu. Mwanza imeenda hiyo, Musoma imeenda, Nansio imeenda, Ukara Ukerewe ilikuwa kule jana imeenda, Chato imeenda, Bukoba imeenda, Kemono Bay kule Kagera imeenda. Kuna bandari inaitwa Mkome hapo Geita vijijini nayo imeenda. Kwa hiyo bandari zetu zote tunazitoa. Kwamba leo serikali ya Tanzania hata ikiamua ikatengeneze bandari ya Ukara pale Ukerewe hairuhusiwi tena, kwa sababu tumeshakabidhi Waarabu kwa mkataba. Ni lazima tuende Arabuni tuwaombe Waarabu. Ndugu zetu Waarabu, tunaomba pale Geita kuna kabandari kadogo kawavuvi, tunataka kuongeza gati ya kupakia mizigo. Mwarabu aseme ndio, maaseme hapana. Hiyo akili matope. Matope. Chadema tumekataa, na wana CCM wenye akili wamekataa. Wamejitokeza watu kwa mara ya kwanza wakaiambia CCM huu mchezo ni mauti kwenu. Hawasikii. Chadema kama kikuu cha upinzani tukasema kazi tutakayofanya, tutatengeneza resistance nchi nzima kuliandaa taifa, kwamba kwa hatua CCM waliofika, wamegawia mbuga zetu za wanyama, wamegawa migodi, wamegawa gesi, wamegawa madini, wamegawa viwanda, wamegawa mashirika ya umma, sasa wanagawa bandari. Baada ya hapo watatugawa na sisi. Yaani iliyobakia hapo, ikija serikali nyingine ya CCM itakuta bandari zimeenda, kila kitu kimeenda, wataangalia kilichobaki ni nini. Watatubinafsisha Watanzania. Kwa hiyo sisi tunasema, tunatembea kwenye maneno ya baba wa taifa. Baba wa taifa alisema nini? Alisema Nyerere, ninyi CCM kwa mwendo mnaokwenda mnadharau wananchi, na kama CCM mtaendelea kuwadharau wananchi na kudharau maamuzi yao, kuna siku mtapigwa na kitu kizito kichwani. Kabla mjitambua mtajikuta mmeshakwisha, mmeshasambaratika. La bandari ndio kaburi la CCM. Tunawaambia Watanzania wote tukatae, na kama watashupaza shingo waendelee na msimamo huo, tutakutana nao kwenye sanduku la kura kuanzia mwaka ujao. Mnasemaje ndugu zangu? Ndio hivyo. Nipige kura niondoke. Napiga kura ili nione, alafu kesho jioni namtumia Mama Samia. Watanzania wa Kishiri na makata za jirani ambao mnakubaliana na serikali ya CCM na wabunge wa CCM kwamba tukabidhi bandari zetu zote kwa Waarabu kwa mkataba wa milele. Kama kuna Mtanzania yoyote wa hapa aliyeko hapa leo, bila kujali chama chake, kama anakubaliana na serikali ya CCM, naomba anyoshe kidole juu. Naomba anyoshe kidole juu. Wewe piga picha, njoo juu upate picha nzuri. Nenda huko bwana. Nataka tupate picha. Na naomba kila mmoja apige kura. Maana haya sasa ni maisha yetu. Narudia. Kama kwenye uwanja huu yuko Mtanzania ambaye anaridhika na anakubali CCM na serikali yake wagawe bandari zetu zote za Tanganyika kwa kampuni ya DP World ya Arabuni Dubai, wanyoshe kidole juu. Na mtubie kweli Samia. Hakuna Hakuna. Haya. Kura ya pili. Msimamo wa Chadema. Ule mkataba kama ulivyo. Msimamo wa Chadema. Ule mkataba kama ulivyo haufai.
Moja. Pili, hatukatai uwekezaji, lakini tunataka kama kuna ulazima wa uwekezaji, mikataba iwe wazi na sio asiri. Pili, mikataba iwe ni kwa bandari moja moja na sio kugawa bandari zote kwa ujumla. Lakini tatu, uwekezaji wa njia yote uwe wa kiwango maalum cha muda, kama ni miaka 10, 15 ijulikane. Lakini urithi wa nchi yetu tusiugawe kwa wakoloni wapya. Wanakubaliana na msimamo huo, naomba tunyoshe mkono juu. Wanakubaliana, tunyoshe mkono juu. Piga vizuri na nyuma huku, usiache wananchi hawa wengi wanaunga mkono hoja hiyo. Kule juu kule, naomba mikono yenu. Naomba mikono kule juu. Kule juu naomba kura yenu. Asante kule juu wote, naomba kura zenu. Asanteni sana. Asante sana. Kwa ndugu zangu, ndilo la bandari. CCM bado nasema tumeenda mahakamani. Mahakamani wamepiga kesi chini. Tukasema kuzima koleo sio mwisho wa uhunzi. Hizi mahakama zetu, japo tunaziheshimu, tunatambua mahakama za nchi hii mara nyingi, sio mara zote, mara nyingi zinaingiliwa na serikali katika kufanya maamuzi. Kwenye hili la bandari, na waomba askari polisi, wanajeshi wetu, walimu wetu, CCM wenye akili timamu, Watanzania wenzangu, wa Chadema na vyama vingine, tuungane kulinda urithi wa nchi yetu. Tuungane kuokoa